Msifananishe na walopokaji. Ally Kamwe anakupa namba, anakupa sifa ya mchezaji. Mchezaji huyo ana kitu gani? Kama tunakuwa tumepoteza game, anasimama kutipa fakti. Bwana, leo tulikuwa tumezidiwa katika nafasi ya kiungo. Leo tulikuwa tumezidiwa na nafasi ya ushambuliaji. Umenielewa? Kutokana na 1, 2, 3. Sasa hebu niambie, Tanzania hii mimi natoa milioni sasa hivi hapa kwako. Niambie mchambuzi anayekupa namba, msemaji anayekupa namba za mchezo zaidi ya Ally Kamwe. Yes, alikuwa milioni hapa. Kwa vile alikuwa mchambuzi. Sikiliza, ndio maana tunawaambia Yanga ni timu kubwa. Ina wanachama na mashabiki wanaojitambua. Ina uongozi bora. That's why mnaona. Niambia kwenye safu ya uongozi wa Yanga ni nani mjinga pale? Nani mjinga? Christina. Nani mjinga kwenye safu ya Yanga? Niambia kuanzia mashabiki, wanachama, viongozi, nani mjinga pale? Ila kwa kuna timu kuna watu kuna wajinga. Ngoja nikwambie. Pale Makolo ukimwondoa Mzee Saidi mwenye akili, nani amebaki mwenye akili pale? Mzee Saidi. Ngoja. Timu ya Makolo pale. Ukimwondoa Mzee Saidi ndio mwenye akili. Nani mwingine mwenye akili? Kisugu. Nani? Kisugu. Sikiliza ndugu yangu, ukimwangalia. Ngoja anaongea mpaka akili yake inapata sugu. Umenielewa? Unaweza kumfananisha na Mzee Saidi? Na vitu vingine tunaenda kwa namba. Umenielewa? Sasa nakuja. Christina Mwagala ni mwanamke. Majukumu ya mwanamke wote tunajua ni yapi. Swala la mpira sio majukumu ya mwanamke. Swala la mpira sio majukumu ya mwanamke. Kwa hiyo mimi niombe radhi kwa Watanzania wote wanaopenda mpira. Tumsamehe Christina Mwagala kwa ulopokaji wake. Kuna watu walienda mbali baada ile fununu ya kusema kwamba Ally Kamwe pengine atapigwa bani na TFF, akaenda wakasema bwana tunamuona sasa hivi labda Christina Mwagala anaweza akashika nafasi. Hebu sikiliza kitu kimoja. Umenielewa? Ally Kamwe atabaki kuwa Ally Kamwe. Umenielewa? Pale akitoka Ally Kamwe kwenye mpira huu wa Tanzania, akiondoka Ally Kamwe, ladha ya mpira nawaambieni inakuwa imekufa. Acha bwana. Ladha ya mpira inakuwa imefanyaje? Acha bwana. Ndio maana nataka niwaambie mimi nawapa namba. Nawapa nini? Watupa namba. Namba. Namba idanganyi bro. Umenielewa? Namba idanganyi hata kidogo. Sasa mimi nataka nikwambie. Hivi unajua nani? Msemaji wa Makolo Msemaji wa Makolo anaonekana kupitia mgongo wa Ally Kamwe. Unajua hilo? Hawezi kuonekana kama sipomtaja Ally Kamwe. Hawezi kuonekana bila kuitaja Yanga. Ni nani msemaji wa timu nyingine yeyote anaweza kaonekana bila kuitaja Yanga? Niambie hapa mimi nitoa hata milioni. Tunamwona mbona Ahmed anazungumza vizuri? Anaonekana kupitia klabu gani? Simba Sports. Anaitaja Yanga. Umenielewa? Ndio maana nakwambia Yanga, wewe ukitaka sasa hivi kuwa maarufu, wewe itaje Yanga. Ndio maana katika maisha ya binadamu, ogopa vitu vingapi? Ogopa vitu vingapi? Iogope Yanga, iogope na maradhi. Umenielewa? Ogopa maradhi, ogopa nini? Yanga. Na ukitaka kujiita umefanikiwa katika maisha yako, sehemu zenye fulani, sehemu hizi ukitafuta ukajipata, unajiita tajiri. Furaha namba 1. Furaha ya pili ni kuwepo Yanga. Kama hujawa Yanga wewe una furaha maishani mwako. Wewe bado. Kuna watu wanateseka sana. Sasa nimalize kwa kusema leo hii tumekuja Tabora. Tumesafiri kutoka Dar es Salaam. Tumesafiri, kuna mashabiki wametoka Dodoma, wametoka Mwanza na sehemu nyingine. Umenielewa? Tumekuja hapa. Lengo letu ni moja. Lengo letu ni moja. Tumekuja kuchukua alama 3. Tumekuja kuchukua alama 3. Ndani ya kuchukua alama 3, Tabora ana maswali ya kujiuliza. Raundi ya kwanza nilimfungaje Yanga? Nyimbo ya Harmonize itaenda kumpigia pale. Nilimfungaje? Yanga. Swali la pili, ile jeuri ya kubandika mabango alitoa wapi? Tujibu hapa. Jeuri ya kutubandikia wale mabango ya 3-1 aliyatolea wapi? Nitakiwa tujibu hapa. Anatakiwa tujibu hapa.
Sisi hatutoki. Sisi hatutoki bila alama 3. Pia KMC mwaka huu tumempiga goli ngapi? Tumempiga goli ngapi? Msimu raundi ya pili. Tumempiga goli ngapi? Kwa ngapi? Sasa nataka nimwambie, damu iliyomwagika KMC ndio damu inayokuja kumwagika hapa Ali Hassan Mwinyi. Damu iliyomwagika pale KMC ndio hiyo damu inayokuja kumwagika hapa. KMC Tabora United. Tabora United. Sisi ni kajisehemu. Kama ni nyama tungesema ni kajinyama. Kama ni shamba tungeita kajishamba. Umenielewa? Yaani ni sehemu, yaani katika maisha ya Yanga tunasema kama labda tunaweza tukazungumzia ni kucha. Umenielewa? Sasa kucha haiwezi kumzidi nani? Mwenye kidole. Haiwezi kumzidi. Hiyo ni never. Au sikio likazidi kichwa, ulishaiona? Hata siku moja. Sasa leo Tabora hawezi kuunguruma mbele ya Yanga. Hata angetafuta namna gani? Atafuta njia gani? Tabora kuna barabara kuu ngapi zinazotambulika? Zipo barabara kuu ngapi? Za kwenda wapi? Barabara hapa tuwaulize wenyeji. Eti kuna barabara ngapi hapa? Jamani, moja. Dar es Salaam kuna Mandela Road, kuna Nyerere Road na Mwinyi Road, sio? Umenielewa? Je, Tabora hazipo? Zipo Mwinyi Road naamini ipo. Barabara zipo 3. Ziko 3. Mimi hapa mgeni kidogo, lakini nakwambia angalau wenyewe wameshindwa. Barabara zipo 3. Kuna barabara ya kwenda Dodoma wenyewe wanaita ndo Dar es Salaam. Kuna barabara inakwenda Mwanza. Kuna barabara inaenda Kigoma. Sahihi. Safi. Sasa nilikuwa nauliza kwa sababu gani? Au ulikuwa unazingatia hayo majina? Hayo majina. Sasa wao ikifika saa 12 watachagua watumie barabara ipi kutoka. Watachagua watumie barabara ipi? Kama ni Kigoma waende. Kama ni kwenda Dar es Salaam waje tu, tunawakaribisheni. Kama ni kwenda wapi? Mwanza. Mwanza. Watachagua barabara yoyote wanaoitaka. Lakini habari ya kusema wanamfunga mara 2 Yanga is never. Toka mwaka 35 Yanga imeanzishwa. Haijawahi kukubali kupigwa mara 2 na timu moja. Kama utaikuta hiyo timu, mimi mwandishi nitatoa milioni kwako kama zawadi. Haijawahi. Toka ianze mwaka 1935 Yanga haijawahi kukubali kupigwa mara 2 na timu moja. Sasa Tabora nataka nimwambie, anasema IF. Umenielewa? Usitaje kwa mbali. Najua wewe ni koro, napenda koro. Umenielewa? Lakini hapa lazima nikupasue. IF alikuwa anatusumbua kule kwake. Tulikuja mara ya mwisho Dar es Salaam, tukamwambia mama mkanye. Tukampiga ngapi? Sasa huyu tunakuja kumkanya hapa. Na tunamwambia Christina Mwagala, mimi uchebe Yanga. Umenielewa? Mimi ni maarufu, napenda wanawake wazuri. Ila kwa Christina Mwagala tafadhali msije mkanipa. Siwezi kumchukua. Kwa nini? Mimi ni maarufu. Siwezi kuchukua mwanamke mbaya kama yule. Umenielewa? Mimi napenda vitu vizuri bwana. Sasa la mwisho, mkuu wa mkoa kasema tena hicho kitu namuonya. Cha kwanza namuonya. Sawa? Cha kwanza namuonya. Asante. Cha kwanza namuonya kutuambia wana Yanga tumetoa rushwa. Ili tupate matokeo. Tafadhali tunaomba tengue kauli yake. Sasa mtamfuata? Sikiliza. Tumemfuata hapa, tumesafiri kutoka mbali. Yeye ni mkuu wa usalama hapa mkoa wa Tabora. Lakini usalama umezingatiwa. Sikiliza. Sasa alianza kutupa mashaka. Cha kwanza kama uchebe Yanga. Mimi nawaambieni. Na siku zote huwa nawaambia ukweli. Umenielewa? Wewe katika maisha yako hujawahi kabwa koo na tonge la ugali? Hatari. Ni nani? Ni nani ambaye hajawahi kabwa koo na tonge la ugali? Kila kilichotokea raundi ya kwanza ni tonge likaba koo ya nini? Ya binadamu, sio? Lakini sio kusema kiwango
cha Tabora United kilikuwa kinaweza kikafanya sisi tukafungwa na wao. Umenielewa? Sasa nataka nimwambie Tabora kwanza ni mkoa mzuri, una wananchi wazuri, wanaojitambua, ila wamekosa tu viongozi wenye hekima, wenye busara. Ni wamepata viongozi walopokaji, sio viongozi wa mpira. Nataka niwaambie kitu kimoja, wana Tabora wasiingie kwenye mkenge wa Christina Mwagala. Christina Mwagala ametoka Kinondoni. Ukimuuliza sasa hivi Tabora yuko nafasi ya ngapi hajui. Christina wewe. Ukimuuliza Tabora United ameshinda mechi ngapi hajui.